kabisa. Hongereni kwa aina ya mchezo ambayo mmeionyesha leo hii. Asante sana, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Tumemaliza salama na tumepata point 3 zingine. Kwa sasa hivi tuna point 6. Sawa, Azam FC ndio timu pekee ambayo wengine waliikatia tamaa kusema kwamba kuna maajabu pengine tusiaone ndani ya Azam FC, lakini tunavyozungumza ndio timu pekee kukusanya alama 6 kutoka Tanzania. Unakuwa proud na kitu gani hasa, lakini pia jibu lako ni lipi kwa wale walikuwa wanaibeza Azam? Tumeliheshimisha taifa. Ni kweli? Kwa tumeliheshimisha taifa na tunaendelea kupambana. Tuna point 6, bado tuna michezo mingine miwili, mmoja wa hapa nyumbani wiki ijayo, lakini wa mwisho utakuwa Morocco. Kwa hiyo kubwa ni kocha mwenyewe na benchi lake pamoja na wachezaji wanaendelea kufanya kazi kwa wiki hii ili tuone wiki ijayo tunafanyaje, lakini Mwenyezi Mungu akitujalia tunachukua tena point 3 zingine hapo. Point 3 zingine. Vice, nataka nijue mipango yenu sasa mkakati kama uongozi kuhakikisha kwamba sasa mnafanikiwa kwenda katika hatua inayofuata kwa maana ya robo finali. Mmebakiwa na michezo miwili, nadhani mmoja mkicheza ugenini na mmoja nyumbani. 6 mnazo, maana yake mkipata 3 mnakuwa mna 9, na nadhani ambaye anaongoza pia sasa hivi ana 9. Mahesabu yenu yapoje sasa kwenye michezo hii miwili ambayo imesalia? Tunaendelea game baada ya game. Kwa hiyo game inayofuatia kwanza ni hapa nyumbani. Kwa hiyo kwanza tumalizane nayo hiyo, alafu tujue tumeshakusanya ngapi, alafu tutajua mechi ya mwisho tunaiendeaje. Ndio, performance ya wachezaji wa Azam FC inaonekana kuwa bora sana, lakini pia licha ya mwalimu kufanya rotation ya baadhi ya wachezaji, wapo wachezaji wakipata namba kwenye mchezo huu, mchezo mwingine, wewe kama kiongozi unaweza kuzungumzia? Hiyo inasaidia na ina rotation inafanya kila mchezaji kuwa yuko tayari. Kama unavyojua kuna wachezaji wengine wakikaa nje muda mrefu inawachukua muda kidogo kurudi kwenye hali ile ambayo walikuwa anao mwanzo. Kwa hiyo inasaidia, ndio maana sasa hivi timu yetu kila anaopewa nafasi anaonekana pia ana ubora ule ule kama mwingine. Kwa hiyo umeona juzi tumetoka kucheza kwenye ligi na TRA kikosi kingine, leo pia kikosi kingine. Kwa hiyo hatuna mechi ya ligi wiki hii, kwa hiyo hatujui plani za mwalimu zitakuwaje kwenye mechi inayofuatia na Maniema. Vice, kipi kimekuwa surprise hasa tangu mmeanza kushiriki michuano hii kwa upande wenu? Mwanzo tulikuwa bado tuna ugeni kwenye zile mechi za mwanzo 2, lakini sasa hivi wachezaji hata sisi wenyewe pia viongozi tumeshaanza kuzizoea. Kwa hiyo kadri tutakavyozidi kwenda tutazidi kupata uzoefu, sababu ndio mara yetu ya mwanzo kushiriki, na sisi dhamira yetu kubwa ilikuwa kuingia makundi. Kwa hiyo sasa hivi kila tunavyoendelea kitakachokuja kutokea mbele ni bonus kwetu sisi. Shukrani sana. Asante sana.